Mahakama Kuu itatangaza tarehe ya uamuzi wa kesi ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado na wenzake wawili wameshtakiwa kwa mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno mnamo tarehe 18 mwezi Machi mwaka huu. Kumradhi. Na wakati kesi hiyo ilipotajwa hivi leo, Jaji Cecilia Githua alifahamishwa kuwa mshtakiwa wa pili Michael Oyamo alikuwa anaugua na kwamba hangeweza kufika kotini. Mengi ni katika mizani ya haki. Kesi hiyo ilikuwa itajwa leo kwa mawasilisho ya mwisho kupitia mazungumzo ya washukiwa watatu ambao ni Okoth Obado, Michael Oyamo na Caspar Lobiero. I'll be seeking something in writing or just to say we can proceed. Or we take another date, my lady. Or we all forfeit the highlighting so that it doesn't look like we have proceeded without him. Katika mawasilisho ya mwisho ya nyaraka kupitia wakili Kioko Kilukumi, Obado, Oyamo na mshtakiwa watatu Caspar Lobiero walikanusha kuhusika na mauaji hayo. Sharon aliuawa mnamo mwezi Septemba mwaka 2018 na mwili wake kutupwa katika msitu wa Kodera katika kaunti ya Homa Bay. Confirmed that they are comfortable relying on the written submissions on record. I will accept that confirmation and direct that the matter will now proceed for judgment. So we are going to have the matter mentioned on a date that we agree. Miezi 6 from today. Kwingineko, katika mahakama moja huko Mombasa, wafanyabiashara wawili wamekanusha madai ya kupokea mali ya dhamani ya shilingi milioni 1.7 kwa kutumia njia za ulaghai. Bail and bond terms as per the bail and bond policy guidelines, and we invite the court to take notice of the seriousness of the offenses that they face and also the amount said to be obtained. Nathan Atik na Ishaka Ahmed walifikishwa mbele ya hakimu mwandamizi Eric Otieno. Washukiwa hao walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa bondi ya shilingi 500,000 wakisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi hiyo. Ruth Wamboi, Darubini Wikendi.